Kilichotokea ni watu wawili ambaye tumefukua chini hapo kwenye ndani ya mtaro. Kwanza tumemfukua alafu akapelekwa na polisi, lakini baada ya muda tena tulipoondoka tukapigiwa tena simu kuna mtu mwingine upande wa pili ambaye ndio alichokijua. Kwa majina naitwa Abraham Molel. Ili tukio linatutisha sana, especially sisi vijana. Kwa sababu hili ni tukio la kwanza huku na dosoi kufanyika la hatari na la kuogopesha kabisa. Hiyo ni unyama ambao umefanyika wa hali ya juu. Swala hili lilitokea muda saa 7:07. Mwanaume akaonekana, muda baadaye maskari kwenda, ndio hivyo naye mwingine akaonekana ambaye ni mwanamke. Ndio simu ikapigwa polisi, wakaja muda saa 11 ndio wakapelekwa. Sasa hatujajua hawa ni watu wa namna gani. Unajua hili tukio limetushtua sana, maana ni taharuki. Si asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii hatukugundua chochote. Lakini baada ya mabwana watoka wanazomba majani yale pale, kuvuka hivyo akaona kama vile kuna sehemu udongo umekuwa juu. Kuja kufika pale wakaja wakaona kufukua kidogo ndio wakaona mwili wa mtu. Na kwa taarifa hii wale shuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huko. Wanapokuja kukojoa huko ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu, udongo umekaa kama vile unavyoona. Wakaogopa kusema, baadaye wakaja kushuhudia tena ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. Kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea na tuungi, ni uhalifu. Na si kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa, na rai yangu kwa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana tunaona ishakuwa kama ni sehemu za mochwari kufanyia mahalifu, watu wanabakwa pia. Huwezi kukuta kuna matukio yanafanyika mengi. Kwa hiyo kiukweli ili hapa limetushtua sana kama wananchi. Hii miili ni ya jinsia gani? Yaani upande wa ngambo wa kwanza barabara kule, mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume, na ule mwili unaonekana kama mtu ametolewa macho, hana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha, ndivyo hivyo. Hii hapa ya pili ni mwili wa kike, amelazwa kifudifudi, amelazwa chali. Kwa hiyo kwamba hatujaweza kuona mwili nani sura yake ikoje, lakini imeharibika na yenyewe. Japo macho hatukuona kwamba macho imetolewa au hajatolewa. Labda ni tayari imeshaharibika kama mnavyoona, labda kuna harufu hapa, kwa sababu unajua kama mwili ukiharibika lazima kuna harufu. Kuharibika imeharibika, maana inavyoonekana ni siku kwa siku ya leo ni ya pili na ardhi ni ya moto. Kwa hiyo inaonekana imeshaanza kutoa harufu kwa mbali, lakini haijaharibika kivile. Bado inawezekana kutambua kwamba huyu ni nani na ni nani. Wanadamu wamekuwa wanyama kiasi gani? Yaani sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutane na binadamu mwenzako. Maana hii issue sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume, tuna wasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Na hapa kwenu mtaani labda kuna mtu labda aliwahi kupotea na nini? Kwa taarifa hizo sasa hivi hatuna. Kwa mtu aliyepotea hapana, taarifa hiyo hatuna. Ila tuna wasiwasi ni watu ambao wakaja wakaletwa huko. Kwa hiyo kwa hapa kwetu hatuna mtu aliyepotea. Saa 10 kasoro ambani yule mtu alikuwa pale vile amelazwa hivi, ndo tulikuja hapa. Ni hali ambayo wananchi imetupa wasiwasi kubwa sana. Ni hali ya sintafahamu mpaka sasa hivi wananchi hatuelewi. Tuko kwenye hali gani na tuko kwenye mazingira gani? Huyu ni mtu wa pili amefukuliwa hapo na ni mwanamke. Alikuwa amelazwa na tumbo hivi. Hatujaiona sura. Sawa? Hii hali imetupa wasiwasi kwa kweli. Wananchi wa huu mtaa hatuna amani. Hatuna amani kabisa kabisa kabisa. Ni hali ya sitafahamu. Ni hali ambayo imezua taharuki mbovu hii. Sawa? Labda mtaendelea kuangalia zaidi, huenda kuna miili mingine. Tutaendelea kuchunguza kwa sababu wapo watu wanaochunga, watu wako wanaofanyaje. Kama yule wamesema ni mtoto alikuwa anachunga, huyu wamesema ni mtu alikuwa anazoa mabua hao. Hii ni hali ambayo ni mbaya. Kiukweli kwa wananchi wa huu mtaa hali sio nzuri. Ni hali ambayo imetupa wasiwasi mpaka sasa hivi. Sijui maisha yetu yakoje. Na hii miili ni kama ya siku ngapi hivi? Ni kama ya Jumanne usiku. Kuna mkaka mimi amenihadisia, alikutana na ile gari ilivyopita, yani mwili ulimsisimuka Jumanne usiku. Akasema yani ile hali ilinisisimua sana. Angefuatilia gari angekuta watu wanazikwa hapa. Na yeye akawa ameshika mambo yake. Lakini ni Jumanne usiku ili tukio limefanyika. Asante sana. Asante. Haya, leo sio maandamano, njoo. Njoo baba, njoo maana mimi kwanza ndo nimemfukua. Alafu nionyeshe kamera vizuri. Sawa. Baba kwanza nashukuru wananchi. Mimi naitwa Nicholas Lemani Molelau Mr. Chura. Mtu wa kwanza tumemkuta hapa hivi ndugu langu.
hapa chini kafukiwa, ila amna mvua yote ile mletea, hajaletwa na maji wala hajanyeshewa, ni kama nyunyu kamempitia. Nige vizuri. Tukamfukua huyo mtu, ndugu yangu. Nisikilize mwandishi, tukamfukua yule mtu. Baada ya kumfukua, tukamtoa mimi mwenyewe ndo nimemtoa kwenye kichwa kule. Mimi mwenyewe nimemfukua kwa mikono yangu, wananchi mashahidi. Baada ya kumtoa, tukawaambiaje mapolisi, ndugu yangu, tunaomba hata tumfute kidogo, tumuone sura, labda hata kuna ndugu wake hapa anamjua. Wakamchukua na machela wangu mpaka kwenye nini? Kwenye gari. Moja kwa mtuambia ngoja kwa labda na ndugu wake hapa. Huyu jamaa bado alikuwa hajaharibika sana. Wewe ndugu wangu, lakini sisi tunasema sasa hivi sio barabara. Hii makorongo ndugu wangu, watoto waendi shule. Tenda kufanya kazi au tenda kuwapeleka watoto shule? Kilichotokea ni watu wawili ambaye tumefukua chini hapo kwenye ndani ya mtaro. Kwanza tumemfukua alafu akapelekwa na polisi, lakini baada ya muda tena tulipoondoka tukapigiwa tena simu kuna mtu mwingine upande wa pili ambaye ndio hicho kilichotokea hapa. Hiyo mili ni kina nani labda mnafahamu? Kwa kweli hatujaweza kuwafahamu. Hatujaweza kuwafahamu. Labda mwili wa kwanza mlipata saa ngapi na huu mwingine ukapata saa ngapi? Nimepata muda saa kama sikosei ni kwenye saa 9 hivi ndio nimepata simu. Saa 9 kuelekea saa 10. Ni mili labda imefukiwa chini ya ardhi kama imezikwa? Yaani ilikuwa pembeni tu kwenye pango la korongo hii hapo. Jinsia? Upande huu jinsia ni shambani pembezoni mwa mjora hapo. Yaani ni mili ya jinsia aina gani? Mili kwa kuona kwa mavazi huyo amevaa track na mwingine amevaa ngola wanawake ambaye ni dira. Kwa hiyo ni mwanamke na mwanaume nilivyoona mimi kwa mavazi, lakini ila kwa kuchunguza zaidi sijaweza kuchunguza vizuri. Labda mkiuliza majirani hapa wanasema wanaifahamu hii mili? Ndio hivyo sasa, labda tuwaulize majirani kama wanafahamu, lakini mimi nimeona tu kwa mavazi waliyovaa basi. Umepata taharuki yoyote juu ya matukio haya? Taharuki labda kwa wananchi? Inaleta taharuki sasa, kama watu wanakuta wamekufa wako chini. Lazima taharuki iwepo sababu si binadamu. Kwa hiyo taharuki itakuwepo. Na hata na mimi napata taharuki kwa nini natokea vitu vya namna hii. Na kwenye kata yako hujapata taarifa kuna watu wamepotea siku mbili hizi? Bado sijapata. Bado. Wito wako kwa wananchi ni nini? Wito wangu kwa wananchi ni kuwekea usalama kwao. Hakikisha kwamba basi katika muda wa kutembea, sababu hatujui tukio imetoka kwenye mazingira gani, basi tuendelee kujilinda sababu ulinzi ni mimi na yeye. Na mili inaonekana kama ni muda gani hivi? Kwa kweli labda kama ni siku mbili, yani sijui ile. Kwa kweli kwa hilo wataalamu wataweza wakasemea, lakini mimi kweli hali ya kawaida hakuna harufu. Kawaida sio mtu wa leo, labda ni mtu wa siku mbili, labda mimi nilivyoona kwa macho yangu. Shukrani sana mheshimiwa. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.